kuna jambo unaweza kufanya. Nitakuelekeza unaweza kufanya nini ili ufanye unachoweza kufanya, ili unachoweza kufanya kifanye kile ambacho usingeweza kufanya. Kwa mfano, Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa hawana uwezo kabisa wa kuishinda Yeriko na kuangusha ngome ya Yeriko. Joshua alipomwangalia Mungu akamwambia waambie wafanye kitu kile tu wao wanaweza kufanya. Mimi nitafanya yale ambayo hawawezi kufanya. Joshua akawaambia wana wa Israeli, Bwana amesema hivi, zungukeni ukuta huu wa Yeriko mara 7, na siku ya 7 mtauzunguka mara 7. Walifanya hivyo na ukuta ukaanguka hata inchi. My God, my Lord. Kitabu cha Biblia cha Efeso 3:20 imeandikwa, basi yeye atukuzwe anayeweza kufanya mambo makubwa mno kuliko yote tuyaombayo na kuliko yote tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Unaona, yupo anayeweza kufanya mambo makubwa kuliko tunayoyaomba na kuliko tunayoyawaza, kwa kadiri ya nguvu iliyomo ndani yetu ambayo inatenda kazi. Kuna nguvu ndani yako na inaweza kufanya kazi fulani ambayo imejaliwa uwezo kwa kadiri yake. Kama tu vile ambavyo Musa alikuwa hana uwezo wa kuigawa bahari ya Shamu, lakini alikuwa anaweza akapiga maji. Mungu akamwambia, fanya unaloweza. Una nini mkononi? Akasema, ninayo fimbo. Piga maji. Musa alivyopiga maji, bahari ya Shamu iligawanyika na taifa la Mungu likavuka. Unaona, alikuwa hana uwezo wa kuigawa bahari, lakini alikuwa na uwezo wa kupiga maji ya bahari. Vile vile Mungu aliwahi kumwambia, utabwaga fimbo yako chini na hiyo fimbo itakuwa nyoka. Unaona, hawezi kufanya fimbo iwe nyoka, lakini anaweza akaibwaga chini. Basi fanya unachoweza ili unachoweza kifanye kile ambacho wewe huwezi kufanya. Mwana Mungu, nitakupa mfano wa mwisho, wakati ule Bwana Yesu alivyompaka matope kipofu machoni na kumwambia kanawe kwenye birika la Siloamu. Na aliponawa akaona. Biblia inasema hivyo. Okay? Huyu alikuwa hana uwezo wa kufumbua macho yake akaona, lakini alikuwa anaweza akanawa. Basi Yesu alimpa kazi kwa kadiri ya nguvu iliyomo ndani yake. Huwezi kufumbua macho, lakini unaweza kufanya nini? Okay, unaweza kukanawa, nenda kanawe. Na wewe mtazamaji, nafahamu kabisa ya kwamba huna uwezo wa kujiponya hapo ulipo, na wala huna uwezo wa kuruka kwa mbawa zako na kwa ghafla ukaja hapa juu ya mlima wa Mungu Morogoro kwa nabii Joshua. Lakini unaweza ukafanya jambo fulani na liona ndani yako. Unaweza ukatoa sadaka yako kwa ajili ya kulipia vipindi hivi vinavyoendelea sasa hewani. Ukiweza kufanya jambo hilo moja uliwezalo, yatawezekana mengi yasiyowezekana kwenye maisha yako. Mungu siku zote anataka wewe ufanye jambo fulani unaloweza kufanya, ulilojaliwa kufanya, alafu yeye afanye yale ambayo hungeweza kufanya. Imani iko hivyo. Tunaamini, halafu tunaambiwa la kufanya sawa sawa na tulivyoamini, tunapata matokeo ya imani. Okay? Yule mama aliyekuwa anatokwa na damu kwa zaidi ya miaka 12 alikuwa hawezi kukomesha damu inayobubujika kwenye mwili wake kwa zaidi ya miaka 12.
Biblia inasema alimaliza mali zote kwa waganga. Alipoteza mali zake kwa waganga. Haisemi alilipia matibabu, inasema alipoteza. Kupoteza maana yake alilipa, lakini hakupata thamani ya malipo yake. Alipokuwa amefilisika kabisa, kila kitu kimeisha kwenye maisha yake, Bwana Yesu alipita siku moja na mkutano wake. Angalia Biblia inachosema. Mama akasema moyoni, siwezi kujiponya mwenyewe, lakini naweza kugusa pindo la vazi la huyu mkuu wa uzima. Nitagusa pindo lake. Akasema moyoni, basi nitagusa pindo lake la vazi, nikigusa nitapona. Biblia inasema alipogusa akawa mzima. Ona jambo hili. Hakuna daktari ambaye aliwahi kufikiri kwamba kugusa pindo la vazi la Bwana Yesu kunaweza kuleta matokeo ya uzima kwa mtu yeyote yule. Lakini jambo hili liliwekwa tu ndani ya moyo wa huyu mama kwa uwezo wa Mungu kwa ajili ya siku yake ya uzima. Liko jambo Mungu ameweka ndani yako akiba, na linaweza likachipuka leo, ukasikia msukumo wa kufanya kitu unachoweza kufanya. Naamini ukitii utakula mema ya nchi. Namna gani unaweza ukafanya jambo lako leo? Linaweza likawa tofauti kabisa na leo lilofanya yule mama, lakini ni tendo la kiungu, kwa sababu kila aliyepokea muujiza wa kiungu katika historia ya Biblia alifanya tofauti na mwingine. Yapo yanayofanana. Dorcas aliwahi kutoa sadaka, na alipokufa kumbukumbu ya matendo yake mema ya kutoa sadaka yalimfanya Petro amwombe Mungu arejeshe uhai wa Dorcas. Yule mwanamke Msalepta aliyemkaribisha nabii Elia nyumbani kwake, Biblia inasema Elia aliishi ndani ya ile nyumba yule mama na chakula kikupungua. Hata yule mama alipofiwa yalikumbukwa matendo yake. Elia alimuuliza Bwana, kwa nini umemuua mtoto wa mtu ambaye mimi naishi kwake? Mungu akamfufua mwanae. Yanawezekana mambo makubwa kwenye maisha yako kwa kutegemea umejua nini ambalo Mungu amelifunua kwako saa hii, na ukajua ni wakati wa kufanya jambo fulani na ukatenda, likaleta matokeo ya kiungu kwenye maisha yako. Ninafahamu leo inaweza ikawa siku yako ya furaha. Hawakuagana na Elia yule mama Msalepta kwamba nitakuja tarehe fulani mwezi fulani. La hasha. Elia alitokea tu akamwambia, mama, nipe chakula chako cha akiba kilichosalia ambacho ni kwa ajili yako na mtoto wako, nile mimi. Mama yule alimwambia Elia, nina chakula kidogo tu hapa ambacho naweza kula tu mimi na mwanangu, na baada ya hapo tutakufa kwa kuwa hatuna chakula tena. Lakini kwa kuwa wewe ni mtu wa Mungu, nitayasaliti maisha yangu, nitakaa na utu wangu na utu wa mtoto wangu, nitakupa chakula chetu. Alipompa, Biblia inasema uhai na baraka za Mungu zikaifunika ile nyumba. Mama akaweka akiba. Chakula hakikuisha nyumbani kwake kwa muujiza, lakini uhai haukuisha kwenye ile nyumba. Hata mtoto alipokufa, akiba ile ya uhai ikarejea na mtoto akaishi tena. Huwezi kabisa ukainuka kitandani hapo ulipolala. Huwezi ukasababisha amani kwenye nyumba yako. Huwezi ukalipa madeni yanayokusumbua. Huwezi kulipa ada ya watoto wako. Huwezi kujiponya ukimwi. Huwezi kufumbua macho yako wewe ni kipofu. Huwezi kuondoa kansa inayokutesa.
huwezi kuondoa hali ya ganzi kwenye mwili wako na kupoza, huwezi chochote ambacho ungetamani kukifanya, lakini unaweza jambo moja dogo, kutoa sadaka. Basi fanya unachoweza leo, ili unachoweza kifanye usichokiweza kwenye maisha yako yote.